iliyoandaliwa safari hii baada ya mtume kuonekana yupo katika huzuni kubwa, kufiliwa na ammi yake Abu Talib alladhi yamna'uhu an adha'i Quraish, ambaye alikuwa akimhifadhi yeye kutokamana na maudhi ya Quraish. Ya Aba Talib, wakati wa uhai wake, khudh hadha fata, chukua huyo kijana, waladan laka, awe ni mtoto wako, liusallibuka ibn akhika linaqtulah, ili akusalimishe mtoto wa kaka yako, tunataka tukamue. Mchukue huyo kijana. Kijana yule alikuwa akiitwa Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira. Akawaambia, bi'sa ma tatlabun, hivi Makuraish uwevu gani mnataka kufanya? Aqutuni ibnakum, munipe nyinyi mtoto wenu, liurabbiyahu, ili nimlee, wa aqutuni ibni, halafu nikupeni nyinyi mtoto wangu, linaqtulahu, ili mkamue. Hilo jambo siwezi kulifanya. Faraja'u khaibin, wakarejea patupu. Angalia, alikuwa anahifadhiwa na ammi yake, amefariki. Sasa nani atamhifadhi? Hapo hapo anapata msiba mwingine, kufariki kwa bibi Khadija allati yamna'uhu an adha'i Quraish, ambaye alikuwa akimhifadhi yeye kuhusiana au kutokamana na maudhi ya Quraish. Anapata shida Rasulullah, akirudi nyumbani kwake mke wake anamtuliza, anampoza, anamwambia poa, iko siku atafahamu haki. Amefariki sasa mtu huyu. Katika mwaka wowote utakaopita Muislamu, uko mwaka ambao utapata huzuni zaidi kuliko ni huzuni utakazozipata katika miaka mingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafiliwa na ammi yake, kafiliwa na mke wake. Hebu tasawwar, katika mwaka mmoja anakufa baba yako mzazi, anakufa mke wako, anakufa watoto wako, wanakufa watu wako wa karibu, mwaka mmoja. Kama si huzuni kitu gani? Basi ile huzuni ya nguvu utakayohisi katika mwaka ule ndiyo huzuni aliyoipata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 12 kabla al-hijra, kabla ya mtume kuhama Makka kuelekea zake Madina. Baada ya kuonekana ana huzuni kubwa sana Sayyiduna Rasulullah katika mwezi wa Rajab, mfungu wa 17, yani mwezi 17 Rajab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Jibril, nenda kwa Muhammad, mwambie tunamuita huko juu. Tunamuita, tunataka tumkabidhi vitu ambavyo kwavyo vitamtoa huzuni, vitamweka katika furaha. Tunamuona ana huzuni sana mtume wake Muhammad. Alipokufa Abu Talib, mtume aliwafata Makuraishi, akaendelea kufanya da'wa yake. Baada ya kuendelea kufanya da'wa yake, wakachukua michanga wakammiminia Sayyiduna Rasulillah. Mtume akawa anarudi nyumbani kwake amehuzunika sana, akapukutishwa yale mavumbi na mtoto wake Fatima. Wakati anafanya kitendo kile, Fatima analia. Mtume akamwambia, la tabkina ya ibnati, usilie binti yangu, ma faala hadha Quraish mundu mata Abu Talib, hakuwahi kunifanyia haya hawa Quraishi tokea kufa kwake Abu Talib. Maudhi ninayoyapata sasa hivi afadhali ya yale nilokuwa nikiyapata kipindi cha uhai wake ammi yangu, amefariki. Mwenyezi Mungu akamwita, njoo Muhammad, tukuondoshee huzuni. Man arada mu'nisan fallahu yakfihi, anajihisi yuko mpweke, ana huzuni, majekejeke yanamtawala katika moyo wake. Allahu yakfi, Mola anatosha kuyaondoa mambo ya hayo. Njoo Muhammad. Mtume anaitwa huko kwa Allah. Alladhi daa Rasulullah huwa Allah, aliyeita ni Allah. Walladhi qaddama ad-da'wa huwa Jibril, na aliyepeleka kadi ya mwaliko alikuwa ni Jibril. Walladhi mad'uuhu huwa Muhammad ibn Abdullah, na aliyeitwa katika mwaliko huo alikuwa ni yeye Sayyiduna Rasulullah. Baada ya kusali salatu al-isha, amerudi zake nyumbani kwake, ameenda kupumzika. Baada ya kupumzika Sayyiduna Muhammadin al-Abdillah, mara anaingia watu wawili, wakamchukua wakampeleka mpaka katika Hijr Ismail. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, summa staiqadhtu, niliamka, fa idha ana bi Hijri Ismail, nikajikuta niko katika Hijri Ismail na watu wawili wamenisimamia mbele yangu. Fabainama ana
ana fi hijri Ismaila mudtaji'an idh atani ati, wakati mimi nimekaa pale nimetulia, wakanijia watu wawili, fashaqqa ma baina hadhihi wa hadhi, wakanichana katika moyo wangu sehemu ya kifua, fastakhraja qalbi, mtume anasema mara wakautoa moyo wangu. Usiku wa matendo yanafanyika. Kana lailata Rajab lailata aljumaa, ilikuwa usiku wa Rajab, ni ilikuwa usiku wa Ijumaa. Siku hii mtume anapelekwa, asra Rasulullah fi lailati Rajab, katika usiku wa Rajab, yaumul Jumaa, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, mwezi 17. Baada ya muda ule pale, sayyiduna Rasulillah ukatolewa moyo wake. Thumma utitu biqistin min adh-dhahabi mamlu'an bil iman, akisha yakaletwa makufuli, nikayahisi kama yana dhahabu, yakamiminwa katika moyo wangu, ikaingizwa iman khasa. Thumma ghusila qalbi, baadaye moyo wangu wakausafisha vizuri, maana wameutoa moyo wa mtume wakausafisha. Thumma ushiya fadaghala, thumma ushiya, akisha wakaumiminiza al-imanun wa yakinun wa islam, thumma uida, wameingiza imani, yakini na Uislamu, wakausafisha, wakauondoa na nuksani zote, alafu ule moyo wakaurejesha katika moyo wake. Alikuwa ni Jibril wa Mikail, ndio wenye kufanya kazi hiyo, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea, thumma utitu bidabatin duna albukhli fawqa alhimaru abyadi, akaletwa baada ya muda mchache, nikamuona mnyama asiyekuwa mnyumbu wala punda, lakini alikuwa ni mweupe mzuri, anapendeza. Wa huwa alburaq, walburaq kalimatun mushtaqatun fil baraka, na tukizungumza buraq ni neno ambalo linatokamana na baraka. Ikija kwako baraka, yani anakuwa ni kama mnyama fulani anaingiza katika maisha yako baraka tu, inakuwa ni kiumbe huyu baraka. Maisha yakikunyokea, yakienda vile vizuri, basi una baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuletewa buraq, akasema huyu ni buraq yadau hatwahu inda aqsa tarfihi, anaweka hatua yake yule buraq pale mwisho anapoona. Sisi tukitizama huko mbinguni tunaona utando wa buluu tu, sasa yeye buraq pale ndipo inakuwa hatua yake ya mwisho kufika. Yadau hatwahu inda aqsa tarfihi, pale kimwisho wa macho yake anakofika ndipo inapotua hatua yake huyu buraq. Mtume baada ya wakati ule pale akatoka zake kwenda kupanda. Anasema Abi Qatada, lamma, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma arada rakuba alburaq ash-shams au shamsu al-farsi, walikuwa kimuita shamsu al-farsi au alburaq ash-shams, yoyote lile jina utakalomwita, lakini alikuwa ni buraq, ni mnyama ambaye ana mabawa makubwa. Sasa mtume alipokuwa anataka kupanda katika mgongo wa yule buraq, Jibril akamtizama buraq. Mtume wakati huo bado hajapanda, Jibril akamtizama buraq, fawadaa yadahu ala ma'rifatihi, Jibril akachukua mkono wake akaweka pale juu ya manyoya ya yule buraq, halafu akamwambia, ya buraq, ewe buraq, ala tastahi bima sanata, hivi huoni haya hicho unachokifanya? Huoni haya hicho unachokifanya? Fawallahi ma rakibaka Abdullah qabla Muhammad ibn Abdillah akrimhu alayhi minhu, wallahi katika huu mgongo wako hakupanda mja mwingine yoyote wa Allah isipokuwa huyu Muhammad, mfanyie ikram, hebu mpe ikramu yake buraq. Tarfadhu, akapiga magoti yake chini, maana alikuwa kasimama wima Muhammad apande. Alipoambiwa maneno yale na Jibril, akapiga hatua yake chini, magoti yake chini, kujidhalilisha kwamba mimi nipo bado chini yako Muhammad. Amekumbushwa na Jibril. Mtume akapanda katika mgongo wa Sayyiduna Buraq. Fahumil
fahumiltu alayhi, nikapakiwa naye. Fantalaqi, nikapanda. Fantalaqi bi Jibrail, nikaenda naye mimi Jibrail, hatta ata samau dunya, mpaka tukafika katika wingu wa dunia. Nilikofika pale, fa idha bimalaikatin yuqalu lahu Asmail, nikamkuta malaika mkubwa anaitwa Asmail katika wingu wa mwanzo. Malaika huyu chini yake amebeba maelfu ya malaika wengine, na wale maelfu wa malaika wengine waliobebwa wamebeba tena malaika elfu. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, nani mwingine anejua jeshi la Allah? Una nini mwanadamu? Una nini? Hebu angalia hili jeshi la Allah, malaika wakubwa wako wengi kabisa, hakuna idadi ya mtu anayejua. Halafu wewe unatakabbar katika dunia, unajiona jabbar. Nani jabbar kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Si wakati wako wa kujidai. Waqad alimta anna an-nafsa tarku ma fiha, nafsi yako inafahamu hasa mimi kuachana na dunia ndio sababu ya kuelekea akhira, lakini bado umeivaa dunia. Masala makubwa sana haya tunayoyazungumza. Kuwa na ni mwenye akili ya kuzingatia. Mtume sallallahu alayhi wasallama, yeye na Jibril wakapiga hodi katika mlango wa mwanzo wa mbinguni. Baada ya kupiga hodi pale sayyiduna Rasulillah, yeye na Jibril, ikatoka sauti ndani. Malaika wanasema, man bil bab au man hadha, kuna nani hapo mlangoni? Jibril akasema Jibril. Akaulizwa tena, waman ma'ak, unaandamana na nani? Akasema Muhammad. Wale wakamuuliza, aw qad bu'itha, ndiye aliyeletwa? Akasema naam. Wakasema marhaban fa ni'mal maji'u jaa, karibu karibu, ujio gani leo uliokuwa bora huu? Fafutiha, mlango ukafunguliwa. Falamma khalastu fa idha Adam, mtume anapiga hatua yake moja tu anakumbana face to face na Adam alayhi salatu wassalam. Hebu angalia furaha ya mtume, anahadithiwa tu huko, wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Adam anapewa tu habari za Adam. Nani Adam? Hatujapata kumuona. Sahibi yangu tulikuwa tunazungumza kwa simu, tusijapata kumuona, nataka kumuona leo ndo tukaonana live. Furaha yangu na yake ni aina tofauti. Sasa na mtume kila siku anaelezwa habari za Adam, sasa anamuona live, huyu ndio Adam. Jibril akamwambia, hadha abuka Adam, huyu ni baba yako Adam, fasallim alayhi, mpe salam. Mtume anasema fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Faradda alayya salam, akarejea salam, akasema marhaban bil ibn salih wa bi nabiyyin salih, karibu mtoto wangu mwema, nabii mwema, karibu, huyu ndio Adam. Mtume akamwona Adam kwa mara yake ya mwanzo. Thumma saada ila samai thania, mtume katoka pale akapenda katika uwingu namba 2. Kufika katika mbingu namba 2 pale, akapiga hodi Jibril, man hadha, pakatoka sauti, nani huyo? Jibril akasema Jibril. Wa man ma'ak, uko pamoja na nani? Anasema Muhammad. Aw qad bu'itha, ndiye aliyeletwa? Akasema naam. Wakasema marhaban fa ni'mal maji'u jaa, karibuni. Wakati anaingia zake mtume, falamma khalastu fa idha bi Yahya wa Isa wa huma ibni khala, wakakutana face to face baina yake yeye na Isa na nabiyullah Yahya. Hawa walikuwa ni watoto wa ibni khala, yani watoto wa mahalo. Sayyiduna Isa mama yake ni Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran mama yake anaitwa Hinna bintu Faqud. Yahya mama yake anaitwa Ashba' bintu Faqud. Ashba' bintu Faqud, Hinna bintu Faqud ni ndugu. Bibi Hinna kamzaa Maryam, Maryam kamzaa Isa. Ashba' ambaye ni ndugu yake Hinna, ambaye Maryam atakuwa ni halo yake. Bibi Ashba' amemzaa mtoto anaitwa Isa. Hawa wakawa ndugu. Kwa hiyo wamefanana kweli kweli Sayyidina Isa na Nabiyullah Yahya. Mtume anasema walifanana kweli kweli. Wakasema marhaban bil akhi salih, karibu kaka mwema, wa binabiyin salih. Mtume kasalimiana na ndugu zake hawa wawili. Thumma saada ila samai thalitha, kapanda katika wingu wa 3.
Akaulizwa kama aliulizwa naye mwanzo, umekuja na nani? Nimekuja na Muhammad. Aliyeletwa? Naam. Mlango ukafunguliwa. Fa idha, wakati wanafika pale, bi Yusuf qad utiya nisfu au shatru aljamal. Mtume alipomuona tu anasema farafa'tu annahu Yusuf, nikafahamu huyu ndi Yusuf alayhi salam. Uzuri huu nisfu aljamalu alay, uzuri nusu nzima amebeba yeye, shatru aljamal amepewa Yusuf. Nikamjua, nikatabassam baada ya kumuona sayyiduna Yusuf alayhi salam. Yusuf akamwambia marhaban bil akhi salih wa bi nabiyyin salih. Yusuf na Muhammad ni kaka. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, محمد بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن العين غالب inaenda Adnan Ismail Ibrahim, wanakuja kukutana Ismail Ibrahim, Ishaq Ibrahim, ni ndugu. Baada ya mtume kuonana na Yusuf, akapanda tena katika wingu namba 4. Wakati anafika katika wingu namba 4, anamkuta Nabiyullah Idris, naye akamwambia marhaban bil akhi salih, karibu kaka mpendwa. Kwa nini kamwambia kaka? Kwa sababu Idris alikuwa ni katika Waarabu, kwa hiyo na yeye mtume ni Mwarabu. Baadhi ya mitume ni Waarabu, wengine hawakutokamana na Uarabu. Idris ni katika Waarabu, akamwambia karibu ndugu yangu. Baada ya muda ule pale mtume akapanda tena katika wingu namba 5. Akifika katika wingu namba 5, akamkuta Harun, akasalimiana naye, akamwona vile vile inna Allaha yu'ti alayhi lisanan fasih, amempa ulimi uliokuwa wa fasaha kweli kweli sayyiduna Harun alayhi salatu wasallam. Kauli zake ndo zile zile, upole wake, ilmihi wa lutfihi, mpaka mtume kakopi miongoni mwa tabia za sayyiduna Harun. Mtume akapanda tena katika wingu wa 6, akamkuta sayyiduna Musa. Wakati mtume anaondoka kwa Musa, Musa akalia. Falamma tajawaztu baka, mtume anachukua hatua sasa na kwenda zake, Musa akalia. Ma yubkika ya Musa, kipi kinakuliza Musa? Musa akasema abki lianna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulu aljannatu min ummatihi akthara mimman yadkhuluha min ummati. Huyu kijana aliyekuja baada yangu mimi, yadkhulu aljannatu min ummatihi akthar, wataingia peponi vijana wengi sana, watu wengi sana wataingia peponi katika ummati wake kuliko wale ambao watakaoingia peponi katika wakati wangu mimi nilipokuwepo. Umma wangu mimi watakuwa wachache wenye kwenda peponi kuliko ummati wake yeye Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an najma'a lana minna akthara fil janna, tunamuomba Mwenyezi Mungu atukusanye sisi tuwe wengi sana kesho peponi. Mimi na nyinyi Waislamu ndio tuwakuwepo katika umma wa Muhammad. Sasa kwa nini unafanya matendo ambayo hayatukufaa baada ya kufa? Kwa nini unaielekea dunia? Musa ametuona tuko wengi sana peponi. Sasa vipi wewe utakapofanya matendo mimi na wewe tusiende katika pepo, tukae katika moto? Musa lazima ulize, wewe wa Muhammad, kwa nini uko motoni? Ista'iddu lilmauti qabla an-nuzul, jiandae na kufa kabla hujafikiwa na mauti. Mtume katoka kaenda na uwingu namba 7. Akifika pale akamwona Ibrahim. Alipomwona Ibrahim wakasalimiana na Ibrahim, akamwambia marhaban libni salih, karibu mtoto wangu, karibu mtume mwema. Mtume baada ya kuzungumza na Nabii Ibrahim, farufi'tu, anasema farufi'tu ila sidratil muntaha, nikapandishwa mimi mpaka katika sidratil muntaha. Nilipofika katika sidratil muntaha, wa hunaka ara Jibrilu, na hapo nikamwona Jibril, utia, amepewa yeye 600 janahin, ana mbawa 600, ma baina janahin ila janahin kama baina as-samai wal ardi, kutoka katika ubawa mmoja kwenda ubawa mwingine ni mfano wa safari ya kutoka ardhini kwenda mbinguni. Ni mkubwa kweli kweli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha. Mtume anasema nikamuona tena kwa mara nyingine Jibril, ukubwa wake mara kwanza alikuwa katika Jabalun Hira, hapa ni mara ya pili katika Sidratul Muntaha, mkubwa
kubwa kweli kweli, nikastaajabishwa. Lakini nilipofika katika Sidratul Muntaha, katika mkunazi ambapo kuna majani yanateremka, majani hayo kila mwanadamu aliyokuwepo katika ulimwengu huu pana jani lake. Ndio jani likianguka taratibu linakuja zake ardhini, ndio pale tunakuona sasa umechoka, unakuwa mgonjwa, tunakupeleka hospitalini, mara umelala, kesho kutwa uko kaburini. Ndio jani lako linafika chini wakati ule. Au wanasema linasinyaa kule kule juu, likianguka tena na uhai wako umekatika. Almuhimu kwamba katika Sidratul Muntaha kuna jani, kila mtu basi hapo ana jani lake. Mtume katika hiyo Sidratul Muntaha, fa idha bi arba'ati anharin, akaona mito miwili, naharani dhahirani wa naharani batinan, miwili inaonekana mito ya maji, lakini miwili haionekani. Akamuuliza Jibril, ma hadha, nini chi, mbona sifahamu? Jibril akamwambia, amma albatinan, hii mito miwili iliyojificha, fanaharanu fil janna, ni mito inapeleka maji yake poponi. Wa amma dhahirani, na hii inaonekana, fanaharanu bin Nil wal Furat, ni mto Nile. Ule mto Nile tunaofahamu sisi, Red Sea, tributary zake ziko mpaka uko mbinguni. Allahu akbar, michirizi yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mpaka leo pale pana utukufu mkubwa katika mto Nile. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, farufi'tu, na nikapandishwa tena, ila Baitul Ma'mur, mpaka nikafika katika msikiti mmoja au katika nyumba moja inaitwa Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin, kila siku wanaingia malaika 70,000 katika nyumba hiyo. Kila siku wanaingia 70,000 malaika. Leo wataingia 70,000, kesho wataingia 70,000, siku zinazoendelea na tulizotokea zote hizo malaika walikuwa wakiingia katika hiyo nyumba. Ewe mwanadamu, hivi kiburi gani cha dunia ambacho kinakufanya wewe ukatake kupambana na Mwenyezi Mungu? Atatuma jeshi lake lote hilo lije kukusukuma wewe huko, utakuwa una uwezo? Andaa mauti yako kabla hajakufika. Huna uwezo wewe kwa Mwenyezi Mungu, haba'an mansura, kama ni vumbi tu linalopeperuka. Nini kinakutia kiburi maisha haya yasiyokuwa na faida yoyote? Jiandae kwa ajili ya kesho. Imal li dunyaka kaannaka taishu abadan wa amal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Fanya matendo yako ya duniani kana kwamba kesho utakufa. Fanya matendo yako ya duniani kama utaishi milele, na fanya matendo yako ya akhira kana kwamba kesho utakufa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilia kutaka msamaha wa Allah. Basi Mtume baada ya kupanda katika ile Baitul Ma'mur, alipofika pale akaona malaika wengi wanaingia mule ndani. Pale vikaletwa al-ina'u laban wal ina'u al-asal wal ina'u al-khamr. Pakaletwa kikombe cha maziwa, kakaletwa kikombe cha pombe pamoja na kikombe cha asali. Fa akhadha al-laban, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua maziwa. Jibril akamwambia, hiya al-fitrat allati anta alaiha wa ummatuk, hicho ndo kielelezo chema, ndo kinywaji bora kwako wewe na ummati wako. Faya bahta liman sharaba al-laban, ana bahati gani aliyekuwa anakunywa maziwa? Sasa na vipi yule aliyekuwa hanywi maziwa? Lakini Mtume anaambiwa hayo ndio atakuwa fitra allati anta wa ala ummatika ya Muhammad. Mtume akanywa. Baada ya pale sasa Jibril anamwambia Muhammad, nenda zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utaonana na Mola wako huko. Mtume akamwelekea Jibril, ya Jibril, Jibril, fa kaifa yatruku habibu alhabibatihi fi hadha almakan, vipi mpenzi anamwacha mpenziwe katika sehemu kama hii? Vipi unataka kuniacha? Anamwambia Muhammad, wallahi siwezi mimi kupiga hatua hapa, siwezi. Lamma khatartu bihi iltafu li sayyidi, Mtume anasema lau angalipiga hatua moja tu Jibril, basi angeliayuka wote. Ndio tunapata hadithi ya Mtume anayosema, rahimallahu mri'in man arafa makanahu wa waqafa inda. Anampa rehema zake Mtume, Mwenyezi Mungu anampa rehema zake mtu anayejua position yake, atasimama hapo. Jibril yeye hapa ndio mwisho wake, hapasi kusogea tena huko mbele. Akamwambia Muhammad, nenda, wasatara rabbuka ala makani, utamwona Mola wako katika position yake. Fajaa bil ghamam, kikaja kiwingu, farakiba, Mtume akapanda kile kiwingu kikampeleka. Fasamia sautin almikradhu alkalam, akasikia sauti michuno chuno
ya peni. Hakuuliza, lakini alistaajabu, maana Jibril hayupo. Akaenda zake mpaka kwa Allah, mara nasikia sauti, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah, assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ije kwako Muhammad, assalamu alayka, amani ije kwako ayuha nabii, ewe mtume wangu Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, na rehma za Allah na baraka za Allah zote zije kwako Muhammad. Mtume alikuwa ni mchoyo, alijibu vipi? Wa alayya wa ala ahli baiti wa ala Fatimatu binti, la bal wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Hakusema salamu hiyo ije kwangu, kwa watu wa nyumbani kwangu na kwa binti yangu Fatima, abadan. Hakusema hivyo, bali alisema wa alaina ay maashara al-anbiya, sote mitume, wa ala ibadillahi salihin, na waja wako wema. Allahumma ij'alna min ibadillahi salihin, Mungu atujalie katika hao waja wema, ili tuwemo katika salamu walotoa Allah kwa mtume, na mtume akaitikia. Hebu jiangalie wema, wewe umo? Waovu pia kajitafute. Ukijigundua huko, anza kubadilisha njia sasa, wafuate wema ili uipate ile salamu aliyotoa Allah. Mwenyezi Mungu mtume akauliza, nimesikia michuno ya peni, nimesikia michuno, ilikuwa na maana gani? Akasema hiyo ni kalam yuktabu ma yakunu wa sayakun, inaandika yaliyopo na yatakayokuja kuwepo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baada ya hapo mtume akapewa sala 50, akashuka zake. Wakati anashuka akapita mpaka kwa Nabiyullah Musa. Musa alikuwa ni msemaji sana, akamwambia, nini umepewa? Mungu kakupa nini? Anasema sala 50. Rudi kamwambie Mola wako akupunguzie. Ma tastati'u qaumik, watu wako hawezi kuzifanya hivyo, rudi. Mtume akarudi, zikapunguzwa 5, karudi tena kwa Musa, akaambiwa rudi, mpaka zikabakia 5. Baada ya kubakia 5, mtume Musa anamwambia bado rudi. Hawezi kuzihimili hizo swala 5. Mtume akasema, wallahi ana astahi al'an an a'uda ila rabbi, sasa hivi naona haya kurudi kwa Mola wangu, hizi 5 zitatosha. Mara ikatoka salamu kutoka kwa Allah, mnadi anadania, qad khaffafta ibadi, nimewafanyia takhfif waja wangu. Mtume akashuka zake akarudi.